na kuendeleza amani na utulivu nchini. Tunaamini rais hayupo tayari kuiingiza nchi kwenye machafuko yatokanayo na uchaguzi usio huru na wa haki. Mara kwa mara Mwalimu Nyerere alisisitiza kuwa haki ndiyo msingi muhimu wa amani ya kweli. Kwa kuzingatia hayo na kwa kuzingatia ukweli kwamba rais ametuhakikishia hilo mbele ya wanadiplomasia, tunawajibika kuamini maneno yake. CUF, chama cha wananchi, kinatoa wito kwa rais kutembea kwenye maneno yake. Kwa kuwa uchaguzi huru na wa haki ni zao la mchakato, sio tukio la siku moja, tunasisitiza yafuatayo yafanyike ili kuandaa mazingira ya uchaguzi huru na wa haki. Kwanza, rais aondoe zuio la mikutano ya hadhara ya vyama vya upinzani. Hili litatoa fursa kwa vyama vyote kufikisha sera na itikadi zao kwa wananchi katika mazingira ambayo hali ya kisiasa itakuwa ni tambarare ya kufanya siasa kwa vyama vyote. Lakini isitoshe, sheria ya vyama vya siasa inahitaji vyama vyote viwe na rejista ya wanachama na viongozi katika ngazi zote za chama, na msajili wa vyama amepeleka barua kuvitaka vyama vyote viweze kutimiza masharti ya kuwa na rejista ya wanachama, kuwa na rejista ya viongozi wa chama kwa ngazi zote za chama. Utekelezaji wa kipengele hiki cha sheria ya vyama vya siasa unahitaji uhamasishaji kupata wanachama na uhakiki wa wanachama katika ngazi zote. Uhuru wa vyama kukutana na kufanya mikutano ya hadhara ni muhimu katika utekelezaji wa matakwa ya sheria ya vyama vya siasa sura 258. Kwa hiyo tunahitaji ule uhuru wa mikutano ya hadhara, sio tu kuieleza sera, lakini pia kuweza kutimiza masharti ambayo msajili wa vyama amewaandikia vyama vyote vya siasa. Viwe na rejista ya wanachama wake tokea ngazi ya chini, viwe na rejista ya viongozi kutoka matawi hadi taifa, ili uhakiki matawi, uhakiki uongozi wa kata, uhakiki uongozi wa wilaya. Unahitaji kuweza kufanya mikutano ya wazi na wanachama wako, ukamilishe uhakiki wa kuhakikisha kwamba unakuwa na rejista sahihi ya wanachama na rejista sahihi ya viongozi wa chama kutimia ya vyama vya siasa. Kuzuia mikutano ya vyama vya siasa ni kuwazuia viongozi washindwe kutimiza masharti ya sheria ya vyama vya siasa ya kuwa na rejista sahihi ya wanachama wake nchi nzima. Pili, tunamshauri rais akutane na viongozi wa vyama vya siasa kubadilishana mawazo kuhusu mambo muhimu ambayo yanaweza kufanyika katika muda mfupi, likiwemo swala zima la kuboresha tume ya uchaguzi iweze kusimamia uchaguzi ulio huru na wa haki kwa ufanisi. Wadau wote wa siasa waweze kukutana, waeleze wao kwa fikira zao ni vikwazo gani ambavyo vinaweza vikasababisha uchaguzi wetu usiwe huru na wa haki, na vikwazo hivyo viweze kurekebishwa. Pamoja na haya,
ni muhimu sana, ni muhimu sana kwa Watanzania. Jenga demokrasia, utafanikiwa kwa kushiriki katika siasa hata kama mazingira ni magumu. Wakati mwingine wanachama wanatueleza, tazama yaliyotokea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Kuna sababu gani ya kujiandaa kwa uchaguzi mkuu? Uchaguzi mkuu, namna ya kuhakikisha kwamba uchaguzi mkuu unakuwa huru na wa haki ni kwa sisi wananchi kujiandaa kwa uchaguzi huo. Ni kwa sisi wananchi kujitokeza na kuwekania kugombea nafasi mbalimbali. Ni kwa sisi wananchi kuonyesha piga ua, uchaguzi huru lazima uwepo. Hiyo ndio njia pekee ya kuhakikisha kwamba uchaguzi ulio huru na haki unapatikana. Lakini ukikata tamaa kwamba uchaguzi hautafanyika, ukifanya hivyo unawasaidia wale ambao wanataka kuiminya demokrasia. Ungangari wetu ndio utakaobadilisha mazingira. Lengo la waliovuruga uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji ni kuwakatisha tamaa wananchi wasishiriki kikamilifu uchaguzi mkuu. Ukikata tamaa na kususha kushiriki, unawasaidia wale wanaotaka kuikandamiza demokrasia. Katika swala la kujenga demokrasia, ushiriki kwenye shughuli za siasa ni jambo la msingi. Baraza Kuu la CUF, chama cha wananchi, limeshaamua na kusisitiza kwamba chama chetu kitasimamisha wagombea nchi nzima kwa nafasi zote. Nataka kusisitiza tena, CUF itazingatia na kufuata taratibu za katiba ya CUF, sheria ya vyama vya siasa, sheria ya uchaguzi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria ya uchaguzi wa Zanzibar, na tutateua mgombea urais. Tutakuwa na mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutakuwa na mgombea urais wa Zanzibar. Tutakuwa na wagombea ubunge majimbo yote ya Tanzania bara na Zanzibar. Tutakuwa na wagombea uwakilishi majimbo yote ya Zanzibar. Tutakuwa na wagombea udiwani kata zote za Tanzania bara na wadi zote za Zanzibar. Kwamba swala la kugombea nafasi zote tayari Baraza Kuu limeshaamua piga ua. Tutakuwa na mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutakuwa na mgombea urais wa Zanzibar. Tutakuwa na wagombea wa ubunge, wagombea wa uwakilishi, wagombea wa udiwani. Na ndugu zangu, tunaingia kwenye uchaguzi sio kushiriki tu, bali kwa lengo la kwenda kushinda. Ndugu zangu, ukipita maeneo, na mimi nimezunguka kidogo, Watanzania wanalalamika kila eneo, vyuma vimekaza. Unaongeza ajira utakawapa furaha wananchi wa Tanzania. Sera ya haki sawa na furaha kwa wote inalenga kujenga nchi inayoheshimu haki za binadamu, inayotekeleza utawala wa sheria kwa vitendo na kukuza uchumi unaoongeza ajira kwa vijana wetu. Tunatoa wito kwa wanachama wetu wenye nia ya kugombea nafasi mbalimbali nchi nzima, washirikiane na viongozi wa ngazi husika kujenga chama, wakati tukisubiri mchakato wa ndani ya chama utakaotangazwa na vikao mahususi muda ukifika, wa namna ya kupata wagombea wetu kwa mujibu wa sheria ya chama chetu, katiba ya chama chetu, sheria ya vyama vya siasa na vile vile sheria za uchaguzi za nchi.
tukumbuke, ili kuipata haki inatubidi tuwe ngangari kinoma katika kujiandaa na kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu 2020. CUF Chama cha Wananchi kinaendelea na ziara za ujenzi wa chama maeneo mbalimbali, na msafara wa mwenyekiti kuanzia kesho utaelekea mikoa ya kaskazini nchini kwetu ili kuweza kukamilisha, na tunahitaji kabla ya Juni mwenyekiti wa taifa aweze kuwa ametembelea mikoa na wilaya zote za Tanzania. Tunakumbusha kwamba jukumu la jeshi la polisi sio kukilinda Chama cha Mapinduzi ili kising'olewe madarakani. Hivyo basi liache kabisa kubughudhi na kuvuruga mikutano ya ndani na matukio ya uhakiki na ufunguzi wa matawi itakayokuwa inafanywa na chama cha CUF nchi nzima. Hatuwezi, na tumpewa waraka na msajili utekelezaji wa sheria ya vyama vya siasa, hatuwezi kuhakiki kuwa na orodha register ya wanachama nchi nzima, ya viongozi wa chama nchi nzima, bila kufanya uhakiki wa matawi, bila kufanya uhamasishaji wa wananchi wajiunge na vyama vyetu. Sheria ya vyama vya siasa, utekelezaji wake unahitaji vyama vya siasa vikutane na wananchi. Sasa muwezi kwamba sisi tunaenda kutekeleza sheria ya vyama vya siasa, polisi badala ya kulinda mali za wananchi wanakuwa wanatumia muda mrefu kumfuatilia mwenyekiti wa CUF anapohakiki matawi na kuzindua matawi. Na hili ni utekelezaji wa sheria ya vyama vya siasa. Kwa hiyo polisi waielewe sheria ya vyama vya siasa, wajue haki za vyama vya siasa, na sisi tutaendelea na kutekeleza hii sheria ya vyama vya siasa na wanachama wetu waweze kujua sheria ya vyama vya siasa ili itekelezwe ipasavyo, na polisi wasituzuie haki ambazo sheria ya vyama vya siasa imetupa sisi katika kutekeleza majukumu yetu. Haya ndiyo ambayo nilitaka nizungumze na waandishi wa habari, na kupitia kwenu muweze kuwafikishia wananchi. Tujiandae, tuweke nia, na hata waandishi wa habari ambao wana CUF ambao wako ngangari wanaoweza kwenda kwenye karandinga inaendeshwa kilomita 160 kwa saa, unashuka bado uko ngangari. Basi wote hawa kama wanahitaji kugombea nafasi zozote, tunawakaribisha pia waandishi wa habari, mtie nia kugombea ubunge, kugombea uraisi, udiwani kwa tiketi ya chama cha CUF. Haki. Asanteni. Naam, sera za CUF ndio grisi ya kulegeza vyuma vilivyokaza. Kama kuna eneo ambalo mwandishi anahitaji ufafanuzi au kuna swali, utataja jina lako lakini na chombo unachowakilisha. Haki. Sawa. Kwa majina anaitwa Humphrey Shao na toka gazeti la Jamhuri na mtandao wetu Jamhuri Digital. Mimi nina swali kwa profesa mwenyekiti wa chama cha CUF. Uchaguzi uliopita, uchaguzi mkuu, tulishuhudia vyama vya siasa vikiungana kumsimamisha mgombea mmoja, lakini matokeo yake ikawa kuwa ni mgogoro ambao ulipelekea mpasuko mpaka ndani ya chama cha wananchi CUF. Sasa pia kuna kiongozi mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, tumemsikia kwenye mahojiano mbalimbali na vyombo vya kimataifa akizungumza dhamira ya vyama vya siasa nchini, hasa vya upinzani, kuungana na kumsimamisha mgombea mmoja. Nyinyi kama CUF msimamo wenu ukoje? Tunajibu kila swali. Naam. Msimamo wetu wa CUF hivi sasa ni kujenga chama chetu. Kujenga chama chetu,
kujiandaa nchi nzima kupata wagombea watiania wa kugombea nafasi hii. Ushirikiano utakapokuja, na uwezo ukasema una ushirikiano hujazungumza na vyama vyenyewe husika. Ushirikiano utakapokuja, ushirikiano wenye nia ya dhati ya kuweza kuing'oa CCM madarakani, sio ya kusubiri mabaki au nani atakayetemwa na CCM aingie katika ushirikiano wa vyama. Sisi tunaamini kabisa katika upinzani tuna watu wagombea wazuri wa urais, tuna wagombea wazuri wa ubunge, udiwani. Hatusubiri, sio utaratibu wa kufanya umoja wa kusubiri nani atakayetemwa na CCM, nani atakayeinguliwa na CCM. Kwa hiyo tutashirikiana na vyama ambavyo vina nia ya dhati ya kuweza kuleta mabadiliko ya kweli. Lakini kwa sasa kazi yetu ni kukijenga chama chetu, kukamilisha mahitaji yote ya sheria ya vyama vya siasa na kuhakikisha kwamba tunawatia nia wa kugombea nafasi za udiwani, ubunge, uwakilishi na urais maeneo yote ya nchi yetu. Mwingine mwenye swali? Asante kwa kupewa nafasi. Mheshimiwa, nataka nifahamu kitu kimoja. Kwa muda mrefu mmekuwa jina langu naitwa Israeli Mapunda, natokea Icon TV. Naam. Nataka nifahamu kutoka kwako. Kwa muda mrefu mmekuwa mkilalamikia masuala ya mikutano ya hadhara, wengine wakidai tume ule uchaguzi, lakini matokeo hamna. Shida ni mnakwama wapi? Mpaka sasa hivi tunaona kabisa tunaelekea kwa uchaguzi mkuu sasa. Naomba majibu yako tafadhali. Sisi tuko tayari kabisa kufanya mikutano ya hadhara, na tumeshaandika barua maeneo mengi ya kutaka kuomba mikutano ya hadhara. Mikutano hii inazuiwa kinyume cha sheria na muda uliobakia ni mdogo. Kwa hiyo baadhi yetu tunachukua hii kauli ya rais kwamba anahitaji kuweza kuhakikisha uchaguzi unakuwa huru na wa haki. Na kama nilivyoeleza, uchaguzi huru na wa haki ni mchakato, sio jambo la siku moja, siku ile ya uchaguzi au siku za kampeni. Kwa hiyo tunahitaji yale ambayo tumepewa na uhuru na sheria iweze kutekelezwa. Lakini tunapoenda kufanya mikutano ya hadhara, tunapaswa tuandike barua polisi, sio kuomba ruhusa kutoa taarifa. Na kila tunapoandika barua, mikutano yetu imekuwa inazuiliwa. Wengine wanaweza kukueleza sababu za kiintelijensia, sababu ambazo kwa kweli hazina msingi. Kwa hiyo kwa nini tunakwama? Tunakwama kwa sababu tunapotoa taarifa kama tunavyohitajiwa na jeshi na sheria ya vyama vya siasa, kutoa taarifa jeshi la polisi, taarifa zetu tunapata majibu ya kuzuia mikutano hiyo ya hadhara. Na ndio maana tunafanya mikutano ya ndani. Kama mikutano ya hadhara ingekuwa haizuiliwi, sisi tungekuwa tayari tunaifanya mikutano hiyo ya hadhara. Naitwa Ahmed Juma kutoka Radio Deutsche Welle. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kufahamu hapa kuhusiana na hili swala la tume huru ya uchaguzi. Vyama vingi vimekuwa vikipigania swala hili. Labda kwa ufahamu wako, unadhani kwamba kweli Tanzania inaweza kufanya uchaguzi ulio huru na wa haki bila ya tume huru ya uchaguzi, au kwa kauli ya rais tu? Ni kweli kabisa, hatuna tume huru ya uchaguzi, na tumekuwa tunaidai tume huru ya uchaguzi kwa muda mrefu. Na kama utatazama katika maeneo mengi au nchi nyingi ambazo zimefanikisha kuweza kuleta mabadiliko, ni kwamba ushiriki wa kisiasa
uliendelea hata wakati mambo yote ya tume hayakuwa yanaridhisha, na kwamba watu wa kuhakikisha kuwa hatimaye tunapata tume huru na uchaguzi unakuwa huru ni wananchi. Sisi wenyewe tukijua na kuamini hii ni nchi yetu sote, hamna mtu mwenye hati miliki ya Tanzania. Wenye hati miliki ya Tanzania ni Watanzania wote. Lazima tuendelee kusisitiza kutaka mambo haya yarekebishwe, lakini pia kujipanga katika hali yoyote ile kuweza kushiriki katika uchaguzi mkuu. Jambo ambalo watu ambao wanataka kuiminya demokrasia wanataka tutamke ni hilo, kwamba bila tume huru hatuwezi kuingia katika uchaguzi. Hilo hautalisikia toka kwa Profesa Ibrahim Haruna Lipumba, kwa sababu najua hata kwenye kupigania uhuru Tanganyika, wengi hatuijui historia. Mwaka 1958 ulifanyika mkutano wa 5 Tabora. Tabora. Mimi marehemu mzee wangu alikuwa mjumbe wa kamati ya Western Province, kamati ya chama cha 5, na katibu wa 5 wa wakati huo alifikia nyumbani kwetu. 5 ikakubali kwamba tuingie kwenye uchaguzi. Wakoloni waliweka sharti kwamba uchaguzi huu utakuwa ni wa kura 3. Utakuwa unaenda kuchagua Muafrika, unachagua Muhindi na unachagua Mzungu. Kwamba Waafrika ni 98, 99 ya wananchi wote wa Tanzania, lakini palikuwa na sharti la kwamba uchaguzi utafanyika wa kura 3. Lazima pawepo na mgombea Muafrika, mgombea Mzungu na mgombea Muhindi. Chama cha Zuberi Mtemvu alipinga hilo, akasema hapana, itakuwaje? Sio demokrasia, lazima pawepo na kura moja, tunampigia mgombea mmoja. Mwalimu Nyerere na 5 akasema hapana, tutaweka Muhindi wetu na tutaweka Mzungu wetu. Tukaingia katika uchaguzi wa kura 3, na Tanzania kwa azimio la Tabora la wakati ule, Tanzania au Tanganyika ikawa nchi ya kwanza kupata uhuru katika nchi za Afrika Mashariki na ya Kati. Kwa hiyo tunahitaji tuwe na tume huru, na tume yetu sio tume huru, na ndio maana tunaendelea na Mheshimiwa Rais tuweze kujadili mambo haya, mambo gani yanaweza kurekebishika katika muda mfupi. Lakini maamuzi ya kushiriki katika uchaguzi ni maamuzi ambayo sisi tumesha yafanya, na tunataka hamna kuenguliwa. Kama kuna watu wanadhani kwamba mgombea urais wa CUF ataenguliwa, nataka kuhakikishia 2020 hakuna kuenguliwa. Alimuradi tumefuata zile taratibu, hamna kuenguliwa. Hatutakubali kuenguliwa, tutafuata taratibu za sheria. Mgombea udiwani hakuna kuenguliwa, tufuate taratibu za kisheria. Mgombea ubunge hakuna kuenguliwa. Lakini pia tujipange na mawakala wanaojua sheria, waliongangari. Na ndugu zangu, hali ya maisha, uzuri mmoja tu wa CCM katika jambo moja, hawana ubaguzi. Katika jambo moja hawana ubaguzi. Bakora za CCM hazichagui wewe ni mwana CCM au sio mwana CCM. Wewe mwandishi wa Uhuru au sio mwandishi wa Uhuru. Vyuma vimekaza kote. Wakati mwingine kwa waandishi wa Uhuru ndio vimekaza zaidi.
Kwa hiyo hawana ubaguzi katika hilo. Kwa hiyo ikiwa Watanzania wote vyuma vimekaza na sisi wote tunataka vyuma hivi viweze kuwekwa grisi, hakuna anayeweza kuzuia maamuzi ya Watanzania kuleta mabadiliko Oktoba 2020. Kwa hiyo muhimu tu kwamba sisi tuwe ngangari kinoma katika swala hili, tujiandae vilivyo pamoja na mazingira magumu. Wanavyozidi kuyafanya mazingira magumu, na sisi ndio tuwe ngangari kinoma zaidi, ili tuhakikishe mabadiliko ya kweli yanapatikana 2020. Na mimi sina haja ya kuwaeleza au kuwauliza ni waandishi hali ikoje ya maisha. Vyuma vimekaza kwa kila mmoja wetu. Asante, naitwa Fadhili Shabani, mwakilishi kutoka Sibuka Media. Maswali yangu ni mawili tu kwa profesa. La kwanza linakazia pale kwa ndugu yangu wa Deutsche Welle bila shaka. Kuhusiana na swala la tume huru ya uchaguzi. Juzi Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amejibu swali la kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani kwamba tume huru ipo huru na haingiliwi na mtu yoyote akiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini watendaji wa tume, mwenyekiti, mkurugenzi ni wateule wa rais. Wewe kama Profesa Lipumba unatazamiaje hili, unazungumziaje? Lakini pia umezungumzia issue ya kukutana na rais. Chadema wameandika barua wao kupitia mwenyekiti wao Freeman Mbowe, na alilipaa mlipokuwa katika maadhimisho ya uhuru na fikiri mwaka jana Mwanza, na wao ulikuwa mmoja wapo, mkatamka swala zima la maridhiano. Labda nyie kama kafu mnafikishaje ujumbe kwa rais ili muweze kuonana naye? Swali la mwisho, nafahamu chama cha kafu na vyama mbalimbali vya upinzani vilipigwa katika chaguzi za marudio. Mlikuwa mnasema wagombea wananunuliwa, sijui wamejiengua kwenye chaguzi, wagombea wa CCM wanapita bila kupingwa. Kama chama cha wananchi kafu, mmejipangaje mwaka huu katika kuepuka wale wasaliti wananunuliwa na CCM kama mlivyokuwa mnadai? Asante. Katika swala la kuandika barua kwa rais na kutafuta maridhiano na kuyaeleza yale yaliyoelezwa ni mambo ya msingi, lakini zile mbinu, unafahamu katika siasa unahitaji pia kutumia mbinu ambazo zinazoweza zikafanikisha jambo. Unamwandikia barua rais, lakini hata kabla rais hajaipata iko kwenye mitandao ya kijamii. Unategemea atachukua hatua gani? Linaweza likaungwa mkono sana na umma, lakini kama lengo lahitaji kuweza kufanikisha jambo, mwandikie barua, mpe muda, halafu baadaye unakuja kulieleza. Lakini ukiandika barua, hiyo barua haijafika, iko kwenye mitandao ya kijamii, hautategemea kuwe ule mwandiki kwa uzito unaostahili. Sasa inawezekana kabisa hata mimi nimeandika barua kuhitaji mambo, lakini siwezi pale andika barua niiweke kwenye mitandao ya kijamii. Unafahamu wakati mwingine ya kujua mazingira na mtu ambaye unashughulika naye, inabidi uweze kuyaelewa. Mimi nilipokamata tulikuwa na vijana walinzi wangu pale, wengine walitaka kuanza kushughulika, na wako watu wanaweza kushughulika kwa kweli. Nikamwambia hapana, mkifanya hivyo ndio mnafanikisha jambo hilo. Sasa tungekuwa bado tuko rumande. Kama walinzi wangu nao wangesema kwamba hapa hamna mtu anachukuliwa, sasa tungekuwa tuko rumande, tunashughulikia kesi. Lakini nikasema hapana, kama wanahitaji mimi tu niingie, niko fiti na kwenda nao. Wao wakanifuata.
Nikaenda mpaka Handeni, polisi wanataka kunihoji. Nikamwita wakili akaja akazungumza nao, akatengeneza hoja, hatimaye tukaachiwa. Sasa nasema katika swala hili na namna ya kuweza kushirikiana na kuweza kutafuta tume huru na kurekebisha mambo, lazima hali halisi tuweze kuitambua. Inahitaji diplomasia ya hali ya juu. Katika hali hii uwe na msimamo unaojulikana, uwe na kauli thabiti, msimamo imara, lakini pia uwe na diplomasia, kwamba rais ni mmoja. Rais ni mmoja, hilo inabidi ulitambue na ujue namna gani ya kuweza kulishughulikia katika hali. Pamoja na kuzungumza yote haya, unaweza kesho ukatoka hapa ukalimwa kigongo katika hali ngumu ya maisha ilivyo. Hata askari unazungumza nao, wakati mwingine unasema, wazee jitahidini huko, na sisi huko mambo magumu. Lakini akwambia nikiamrishwa, lakini kupiga kigongo ikirungu, nitakupiga tu bwana, ndio maki ndio, ama sivyo nitapoteza hata hiki kidogo nilicho nacho. Kwa hiyo lazima tuweze kuyaendea mambo haya katika staili. Uchaguzi wa marudio ni matatizo, na ndio maana tunazungumza haya, tupate fursa ya kuweza kuzungumza na rais kwamba tuingie katika uchaguzi, alimuradi rais amesema kwamba anahitaji uchaguzi ulio huru na wa haki. Tumtake rais aweze kutembea kwenye maneno yake, kwa sababu hizi chaguzi za marudio hazikuwa huru na za haki. Na kuhusu wagombea, sisi ndani ya kafu hivi sasa tumekubaliana kwamba wote watakao kubali kuwa wagombea wetu, tutawekeana mikataba ya kufungana kwamba unakuwa mgombea wetu, basi ikiwa umepita, umeshinda, umekuwa mbunge, hautawasaliti wananchi waliokuchagua. Utakuwa mbunge wa CUF mpaka kipindi chako kinamalizika. Patakuwa na mkataba maalum kati ya wagombea na chama kwamba hakuna usaliti dhidi ya wananchi, ya kuacha ile ajenda ulioitangaza wakakupigia kura ukaingia chama kingine. Hili tumesema tutaweza kulizuia katika utaratibu wa kuwa na binding contract ya kisheria, na wanasheria wetu wanaifanyia kazi shughuli hiyo. Sawa sawa. It's okay. I think inatosha. I think it's enough. Yeah. Washukuru. Tunawashukuru waandishi kwa kufika kwenu na kufanya kazi nzuri hii ambayo kila siku mmekuwa mkiifanya kwa ajili ya chama cha wananchi kafu na umma wa Tanzania kwa ujumla. Kazi yetu imeishia hapa kwa leo. Asante.